Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wa khatamul mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallahi ayyuhan nas, fa inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul aliyyul azim. Ndugu zangu Waislamu, tukiwa tuko katika aljuma al-akhira, juma la mwisho la mwezi mtukufu, mwezi wa Ramadhani. Katika juma hili kawaida kuna mambo mawili ya kimsingi huwa yatukabili. Jambo la kwanza ni widaa shahri Ramadhan, ni juma la kuaga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jambo la pili ni Quds, kadhia ambayo imekuwa wazi ulimwenguni leo kwamba katika juma hili la mwisho takriban kutoka mwaka wa 1979, yani tukiweka 80 ni takriban sasa hivi miaka 42 ama 43 tangu itangazwe siku hii ya leo kwamba ni siku ya Quds ulimwenguni. Niliwahi kuambia mara nyingi kwamba mapinduzi ya Irani yaliyoongozwa na al-Imam al-Khomeini rahmatullahi ta'ala alayhi yalifanyika mwaka wa 1979, na baada tu kusimamishwa dola ya Kiislamu kwa muda wa miezi minne peke yake, ilipitia Ramadhani, kwa ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na katika mwezi ule ule wa kwanza wa Ramadhani ambao ilikuwa dola kuzaliwa ina miezi minne peke yake, ndio kipindi ambacho al-Imam al-Khomeini alitangaza rasmi kwamba juma la mwisho la mwezi wa Ramadhani, akiwataka watu wa ulimwengu mzima, sio Waislamu peke yake. Wale kizirudia khutba zake mwenyewe aliita mustadhafin, wale wanyonge wa ulimwengu wote, kwa sababu kila mnyonge ana kudsi yake, kila mnyonge ana changamoto zake, na mapambano yaendelea hivi. Kwa hivyo kuanzia mwaka hono 79 na mpaka leo tuko katika mwaka wa 2021, bado siku hii imeitikwa ulimwenguni. Leo na yana ukiangalia, na hii wiki mzima matayarisho ya ulimwengu mzima, sawa Arabuni, sawa Asia, sawa Ulaya, na mpaka kufika Amerika. Watu binafsi wa kawaida, organization, viongozi wa kila tabaka na kila pande, wote wako katika kuimulika, kama watu wa sasa wanavyosema, kadhia ya Qudsi na kutaka
kuiamsha katika hisia za watu. Ndugu zangu wapendwa, nataka kusimama kwa ufupi tu leo kwenye mambo mawili matatu ya kuhusu hii Quds Day. Jambo la kwanza ni adh-dharf. Na maanisha nini nikinena adh-dharf? Siku aloitaua Imam, taufiki kubwa sana aliipata, kwa sababu tunataka tujue kwamba sisi mwanzo tuko katika mwezi mtukufu wa nini? Wa Ramadhani. Hali za Waislamu za kiruhu na za kinafsi kupitia madrasa ya saumu huwa zimetayarishwa kiasi fulani kupokea mengi, ziko tayari, si kama siku zingine za kawaida. Na hiki ni kitu hakitaki kuthibitishwa, kila mtu aweza kujifanyia mtihani yeye mwenyewe, ukajiona ukiwepo katika saumu unavyokuwa tayari, unavyokuwa karibu na Mwenyezi Mungu, unavyokuwa karibu na masala ya kujitolea na mpaka mwisho. Kwa hivyo dharf kwanza ni kutagua mwezi wa Ramadhani. Pili ni kutagua siku takatifu katika mwezi wa Ramadhani. Sio tu mwezi wa Ramadhani, mwezi wa Ramadhani wote ni shahrun huwa inda Allahi afdalu shuhur, ni bora wa miezi. Kisha ni yaumul Jumaa ambao ni afdalul ayyam, tena si yaumul Jumaa peke yake, bali ni aljumaatul akhira, juma la mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tena tukiwa katika 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani ambao wanazuoni wengi ikiwa si wote watarajia kwamba ule usiku bora ule Lailatul Qadri khairun min alfi shahrin uko katika 10 hili. Kama baadhi ya riwayat, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa kuhusu Lailatul Qadri akasema itafuteni 10 la mwisho, yani 10 la tatu. Kwa hivyo lazima juma la mwisho kila wakati liwe litakuwa ni katika 10 la mwisho, ima tarehe 25 ama tarehe 26 ama tarehe 27 ama tarehe 22, haiwezi kushuka chini ya hapo. Na ikiwa itashuka chini ya hapo litakuwa si juma la mwisho, litakuwa juma lingine. Ongezea sio dharfu peke yake, nukta nyingine, angalia mwezi wa Ramadhani, minasaba muhimu iliyopatikana katika mwezi wa Ramadhani. Minasaba yenyewe yaambatana na kadhia ya Quds. Mathalan, tarehe 17 mwezi wa Ramadhani ndio Waislamu walipigana zita za kwanza, maarakatu Badri al-Kubra. Zita za Badri zipigana Ramadhani, mwezi wa Ramadhani. Waislamu wakatoka wachache wakiwa 313 wenda kupambana na jeshi la Makuraish, na ikawa ni nasri ya kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwatunukia Waislamu, aliwatunukia katika mwezi wa Ramadhani. Ndani ya mwezi wa Ramadhani tarehe 20, hiyo ni tarehe 17 ilikuwa zita za Badri. Tarehe 20 ndiyo siku ambayo ilipatikana ile Nasrullah tunaoisoma katika suratul Nas, idha jaa nasrullahi wal fathu. Ndani ya tarehe 20 ndio kulipatikana ile inna fatahna laka fathan mubina, fathi Makkah. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikomboa Makkah lini? Mwezi wa Ramadhani. Sasa ukiangalia dharf ya mwezi, dharf ya siku, dharf juma la mwisho, 10 la mwisho, Lailatul Qadr, dharf ya minasaba iliyopatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani, hii yote ina maana gani? Hii ina maana kama wanavyosema baadhi ya wachambuzi katika kuchambua utaguzi hunu, wasema ni shahnul himam wa shahnul qiwa, ni kuzichaji nguvu na kuzitumia zile taka tulizozituma katika mwezi wa Ramadhani kupitia saumu, tukajenga nguvu za kiroho, tukajenga nguvu za kinafsi kwa min ajili ya kuzilekeza kwenye mapambano yanayofaa. Wajua nguvu pia ukitoka nazo
Ikiwa huyajua mahala pa kuziwekeza pia tatizo. Takuta mtu leo ametuma nguvu, sawa, nguvu za kimwili kama wale wainua uzuma. Baada ya kuzipata zile nguvu, akawa hana mwongozo wa kumuongoza atazilekeza wapi nguvu zile. Utamwona hupita akipiga ngumi kuta, ama hamuyataamali mambo haya, pita akigonga hapa, akipiga ngumi hapa. Kwa sababu gani? Kuna taka imemzidi, taka ile ataka kuitoa, hajalekezwa aitoe wapi. Na vile vile nguvu za kiruhu, twatuma saumu yatupa nguvu, yatulelea, lakini taka hizi tutazilekeza wapi? Hapa ndipo twataka watu waoneshe kadhia kubwa za Waislamu ambazo wataka waongeze nguvu zao. Engezea, waendelea, wanena dharf bado ni siku ambazo Waislamu huwa wako karibu zaidi na umoja, alwahda, alulfa na arrahma. Kwa ule ulaini wa saumu utapata masala ya umoja yawa makubwa zaidi siku hizi, kuhurumiana kwa wakubwa zaidi na sikitiko la wakubwa zaidi. Hizi zitu zote zataka ziekezwe. Sasa suala liko hapa, nukta ya pili. Ameafikiwa kutagua siku na dharfu ilivyo na umuhimu tumeiona. Suala la pili, kadhia gani muhimu katika ulimwengu wa Kiislamu ambayo yafaa ipawe kipawa mbele kabla ya nyingine yoyote? Sidhani kama kuna Muislamu wowote atatoka kunena katika wakati huu tunaoishi, katika karni hii tunaoishi, kuna changamoto kubwa inaowakabili Waislamu kama Masjidul Aqsa. Kuna kadhia kubwa ambayo inaotaka ishughulikiwe, itasikilia katika kiwango cha nini? Masjidul Aqsa. Kadhia kubwa sana, bali kama wanavyosema wao ndiyo kadhia markazia. Ni msikiti, lakini masala, ndugu zangu, yako karibu na msikiti. Pamoja na kukubali kwetu ndiyo thalithu alharamain, ndiyo msikiti wa tatu mtakatifu baada ya Madina na nini na Makka na Madina, baada ya kukubali kwetu kwamba ndiyo ula alqibla taini, ndiyo qibla cha kwanza kabla Waislamu hawajaekelea Al-Kaaba. Kwanza walikuwa wakiekelea wapi? Baitul Maqdis. Lakini kadhia pia iko zaidi ya hapo, iko zaidi ya ule msikiti, iko zaidi ya ule mui. Kadhia iko hapa. Kadhia iko katika masala haya yafuatayo, na nataka muyazingatie, kisha murudi muangalieni na makwenu mapambano hayo yakoje. Niliwahi katika baadhi ya minasaba kama ya leo ya siku ya Qudsi kuzungumza hapa na kuwafahamisha kwamba tulipita katika asri za mkoloni, hata sisi Afrika, lakini tuzungumze kule Arabuni na maeneo yale. Na wakati ule mkoloni alikuwa ni Muingereza pale, wakiita al-intidabu al-baritani. Kuna na maeneo mengine kwa Mfaransa, lakini haya maeneo tuyazungumzao sasa, hizi ni za Muingereza. Kulipofika wakati wazungu wakaona kubaki kutawala ulimwengu mubashara kwa kuweko wao na nchi yao na serikali yao na majeshi yao, ni kitu kimepitiwa na wakati. Shuubu zimeanza kuamka, mataifa yameanza kufanya fujo, watu wataka kujikomboa. Kila upande ulimwenguni kuna hurubu, zita zinaitwa hurubul istiqlal, watu wataka uhuru zote. Sasa walopata 63, walopata 64, walopata kabla 58, 59. Sasa yaliandamana yale na mpaka kuchelewa mpaka yuzi South Africa naye. Sasa wazungu na hususan Waingereza ambao ndio zitungue wa huu ulimwengu, wakaona kwamba
ikiwa tutashindwa kuwatawali watu duniani kwa kuwepo wenyewe, ni lazima tuweke polisi wetu, hata kama sisi tutaondoka. Tuweke polisi wetu, tuweke zibaraka wetu, wawe hawa jamaa watawaona ni watu wao, ni jamaa zao, lakini wako pale kwa maslaha yetu. Wakatengeneza hizi zifalume za kila aina. Baada ya kuitana tana dola ya Turki wakaimaliza, wakamtumia waliomtumia kina Sharifu Hussein yule baba yao huyu Abdallah, kina Jordan na babu yao. Kisha wakarudi na yeye pia wakamwangusha, wakatumia utawala wa Ali Saud, wakazigawanya zidola zile. Kisha katika kuzigawanya wakawaweka wale wafalume kwa ndia ambayo hawaamini raia wao. Wao waona kubaki kwenye ziti zao ni mpaka waungwe mkono na nani? Na wazungu, ndio wao waendelee kutawali. Wakiondolewa mkono na wazungu, wao watakosa kutawali. Kwa hivyo wataendelea kuwatii wazungu na kuwafanyia watakao. Ndio utakuta leo hawako pale, lakini patroli waitiao bei nani? Ni wao. Patroli waifuku wao nani? Ni wao. Patroli waisafishao nani? Ni wao. Wanaoikontroli pesa yako ni wao. Akaunti zenu zote wanaozikontroli mabenki ni ya nani? Ni yao. Na ndio utakuta hawa watawala leo wakifanya fujo kidogo, ukawasikia wamenyamazishwa, wameambiwa ile akaunti yako iliyoko commercial bank, sijui central bank nini, ziko kule, wazikontroli kule. Tutazishika, tutazizuia, tutakupokonya. Ndio hurudi wakasea, wakafuata kule. Kisha wakaona kwamba haitoshi, sababu sisi hatujisomi, lakini maadui hutusoma. Maadui tusoma. Wakaona hata kuweka hizi zifalume kwa Waarabu na hususan katika maeneo ya Kiislamu si dhamana tosha, sababu hawa watu wana history, waliangusha utawala wa Roma. Hawa watu wana history, waliangusha utawala wa wapi? Wa Furs. Kwa hivyo hawa baada ya kuwaekea watawala ambao watakuwa ni sura zao lakini ni baraka zetu, ni lazima tuweke na mbwa hapa wa kulinda watawala wetu, ndio Israeli. Kaangaliwa ni watu gani tuwaweza kuwapeka pale, tuwaundrie dola yao, tuwape, tuwaambie ni ardhi yenu, hii ni nchi yenu, lakini watakuweko pale ni polisi wetu wa kutulindia sisi maslahi yetu, na tutaitengeneza ndio aqwa daula fi sharqi al-awsat. Kijeshi watakuwa wao wana nguvu zaidi, wamiliki nyuklia, wamiliki kila zana, wamiliki uchumi, wamiliki kila sampuli. Tuiweke pale iwe ni polisi wetu na kibati chetu. Ndio sasa wakaja na fikra na kuteza na historia. Hapa ni muhimu sana jamani, at-tala'ubu bit-tarikh, tezea historia, kuipotosha historia kwamba huku si kwenu, ni kwao. Hawa wana asili ni ardhi yao, ni ardhul Yahudi. Na haya masala marefu yametungiwa zitabu leo na wataalamu wa Kiislamu kuonesha historia ya kihakika ya wapi, ya Falastini wenyewe ni nani. Baada ya kuharibu hii, wakawatukua hawa watu ambao hawana la kufanya. Sharti muangalie pia, wazungu wamepiga jiwe, wamepiga ndege wawili kwa jiwe. Hawa jamaa pia kule Ulaya walikuwa nkero. Hawa jamaa wamezoetwa huku, na nyinyi mtaiwa na kuunganisha pia na kwetu. Hawa jamaa wamezoetwa huku, kule Ulaya ilikuwa nini? Ni kero. Kama hawa kule walikuwa hutukera kwenye mashamba yetu, tumetukua maelfu ya maeka kule. Hawa wakibaki huku watatufanyia fujo. Sasa wazengeleeni mahala wende wakapekwe, pahala wa watu waliolala ya wende wapekwe, kisha waambiwe ni maeneo yao.
Na ndio utakuta Mayahudi kama Qur'ani ilivyowaeleza ni watu hawana salama wendapo. Hawakuwa salama mitumi wao, nani tapata salama? Nabii Musa walimkoma hapa, manabii waliwaua, waliwakata kwa misumeno zitwa, mpaka Mwenyezi Mungu asema katika sifa zao ni qatlul anbiya, ni kuua mitumi wao. Kila sampuli ya mambo wamefanya. Sasa kule walikuwa ni kero, na ndio utakuta Hitler naye aliwatandika kule, ingawa yale yanayozungumzwa pia kuhusu Hitler alivyowafanya Mayahudi yameongezwa nini? Chumvi. Kwa nini akaongezwa chumvi? Nitakuwa kuyaunganisha sasa hivi. Lakini kule walichapwa, na kule ikawa lazima watolewe kule Ulaya, wakiwatwa ni kero watu hao. Sasa tutapiga ndege wawili kwa jiwe moja. Kwanza tutakuwa tumewatoa huku hawa Ulaya, tumekuwa salama sisi. Kisha kule tutakapokuwapeleka watakuwa wao ndio polisi wetu, na watakuwa wao wadhamini kuendelea ukoloni na maslaha yetu katika maeneo yale. Sasa tutawatoa vipi? Kukatumiwa taharifu ya kitarikhi, kukatengenezwa pia urongo kwa ile inawankuliwa Holocaust, kwamba ati Hitler aliwaua sijui milioni ngapi, mpaka akatengeneza mabirika ya acid, akawa huwashika akiwatia ndani ya mabirika, wakifanya nini? Wakiyayuka. Yale mambo yana urongo kiasi kikubwa sana, yangawa leo ndio yasomeshwa, ndio yafanyiwa mpaka na sherehe ulimwenguni, hata kule Ulaya, mpaka serikali za Amerika wapi, ikifika siku ile wana kumbukumbu ufanya sherehe, washerehekea kitu cha urongo wamecreate. Na hapa pia mataka mtu kuwe somo kwamba wanasiasa wakitaka lao na wakitaka kupitisha miradi yao hawajali kucreate kitu chochote, wacreate bora kiwe kitu kile kitakuja kutumikia maslaha yao. Na mimi ndio nilowaambia, kulicreatiwa shifta huku, na shifta tulimuona baadaye kumalizika kulizaliwa nini kupitia hivyo. Ndivyo ilivyotumika Holocaust kuwazaa Maisraeli na Falastini, ikawa sympathy ya ulimwengu. Sasa organization zote za ulimwengu za waangalia wao, na wasafirishwa wakipekwa kule, na ukatumiwa na pesa. Sasa ukatumiwa na uzembe pia walikuwa nao. Lakini mimi huwastaki tuione picha nusu kama leo kwetu, kwa mtu kwambia tulizanya wenyewe, tulizanya ardhi. Ulikuweko uzembe, hata kule ulikuweko uzembe kiasi fulani, na watu walizanya majumba kwa bei kubwa kama hii. Watalii wameingia, nyumba ya milioni 3 uzanywa milioni 20, tauza. Na hadi kiwanda cha milioni 1 wewe wapoa milioni 50, utafanya nini? Utauza. Na huku ushatayarishwa kiuchumi, umewekwa kwenye zikwazo, umewekwa kwenye nini, yote yalitumika haya yanayotumika kwenye maeneo mengine. Ndio ile al-kufru millatun wahida, kafiri ni mila moja, strategy ni zile, ni tofauti tu, wakaletwa hawa. Sasa pale napotaka kufikia, ndugu zangu, nirudi pale mwanzo kwamba si msikiti peke yake, zita haziko peke yake kwenye msikiti, pamoja na kwamba msikiti ni mtakatifu. Zita haziko peke yake kwenye Quds kama mui, pamoja na kwamba Quds ni mui mtakatifu. Zita ziko baina, kama alivyozifahamu Imam Khomeini, ni baina almustadhafina walmustakbirin. Zita ziko ni kati ya wanyonge na wakoloni. Ule ni mlango unaendelea kukoloni, ule ni mlango waendelea kusababisha watu wasiweze kurudi kujikomboa. Lakini alhamdulillah, nataka nije kwenye nukta ya mwisho, sitakuwa refushia sana. Waislamu wameifahamu, japokuwa hawajafaulu, lakini mapambano yalianza mapema sana. Wafalestina wenyewe walikuwa katika safu ya mbele kutoka ilipokuwa ni harakatu Fatah ilikiongozwa na Yasir Arafat, mpaka mwisho kukazaliwa harakatu Hamas, harakatu Jihadi al-Islami, harakatu Jabha Shaabia. Kuna na zitoto za mapema,
wale wanaoamini mrengo wa mapambano, sio mrengo wa amani. Yasir Arafat alianza katika mrengo wa mapambano, katikati ya barabara pressure zilimzidi, akabadilisha mrengo, akaamua kwenda kuketi Oslo na wapi, akasaini, akaambuliwa kipande, akapoa, akasaini mikataba, akawaata wendani wake wengine kama harakati ya Hamas na jihadi, na ni waendelea kupambana. Na ulimwengu mzima leo kuna zama kadha wa kadha, mpaka Ulaya, Arabuni, Asia kama nilivyowaambia, mpaka Afrika leo kuna watu si Waislamu. Jana mimi nilikuwa nafuatilia, kuna mikutano ikiendelea katika Zoom, maprofesa kadha wa kadha waizungumzia ishu ya Palestine kama mihwar ya wanyonge wote ulimwenguni wanaotaka kujikomboa, wote waiangalia hivyo kaanza. Lakini narudi pale pale kuambia tunayepambana naye pia si mdogo. Wazungu katika uhodari wao, kila wakikupangia mkakati, mtego ukiutegua, wao hawaketi wakasubiri, hupanga mtego mwingine. Kama ulipowatoa wakoloni, walitoka wakawatia nchi, mkaangika bendera zenu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, lakini anaoendesha nchi nani? Ni wao, wakaja kwa mlango mwingine. Sasa angalia kazi iliyofanyika katika katika hii miaka ya mwisho 20 kwenda mbele. Ilianza kitambo, lakini hii imezidi sana. Imam Khomeini alifaulu kuitangaza Quds Day, kuwekeza ulimwengu wote kwamba nguvu zenu adui nani? Ni huyu, na safu yatakaipigwe ni baina ya wanyonge na mabopari, si baina ya hawa na hawa. Hakuna zita za kidini ulimwenguni. Zita za kidini zatumiwa na wanasiasa. Hakuna zita za kimadhahabi ulimwenguni. Zita za kimadhahabi zatumiwa na nani? Na wanasiasa, kupotezwa nguvu zetu. Sasa sisi kufaulu ni kuziekeza nguvu zetu pale penye zita za kihakika. Ni wapi? Tuanze Palestine, Quds. Kuna ikhtilafu, kuna madhahabi pale, kuna madhahabi unaenda Masjidul Aqsa ya hawasi yetu. Hakuna kadhia markazia inaotukusanya sisi tu, Wakristo pia, Wakristo. Sababu leo hakuna shaka Nabii Isa amezaliwa wapi? Kanisatul Mahdi Khalil, moyo wenyewe waitwa Khalil, ndio maeneo Baitlaham na wapi, ndio maeneo alizaliwa Nabii Allah Isa. Sisi tumuona ni mtume na tutamheshimu, lakini mimi nazungumza kwa mtazamo wa nani? Wa Wakristo. Mahala patakatifu leo kwa Wakristo ulimwenguni ni wapi? Ni Palestine. Kwa hivyo ni mahala paweza, licha kuwaunganisha Waislamu, pana uwezo kuwaunganisha Waislamu na nani? Na Wakristo. Wakasimama kwa maguu kupambana kutetea haki zao. Sasa nataka hapa mfahamu vizuri sana, masala very sensitive na yataka akili nyingi, hayataki hamasa. Wazungu wakaja na kitu kingine, au Waislamu wote wamefocus, adui ni nani? Ni Uzayuni, ni Mazayuni. Watatuwatengenezea adui mwingine tu wapi? Watatuwatengenezee adui mwingine wabandia tu wapi? Watapigana na adui huyu wa bandia, na ukweli wa mambo watakuwa hupigana wao kwa wao. Huyu adui wantakao wao, ambao ndio polisi wetu, atabaki salama. Kwa hivyo ajenda itafanya nini? Itaendelea. Adui mkubwa ni nani sasa? Ni pale ilipotoka Quds Day, irudishwe pale pale. Kwa hivyo sasa hivi ni madhahabi. Sasa tukaanzishwa Shia, Sunni, soma maulidi, nini, kafiri, nini, na kukapatikana mashekhe wa kukodiwa wakafanya hii kazi, na kukapatikana mashekhe si wa kukodiwa wasoelewa wanalolifanya wakaifanya hii kazi. Sasa ikawa nguvu zote watumiwa mapesa tungu mzima, bilioni za pesa,
makongamano, research, tutapambana iye na fulani, tutapambana iye na nani na fulani. Ulimwengu umetoka. Kisha wale ambao leo wataka kupambana na Muislamu mendani wao, wanakhtalifiana naye kiitikadi, wamekwenda kuketi mezani kusaini mikataba na nani? Sijui mlikuwa mwafuatilia siasa za mwaka huu, alianza nani? Raimi sijui, Imarati sijui, mwemo shuka. Juzi naangalia Imarati sasa kumetengwa mpaka mahala pa ibada za Mayahudi ambao kwa hakuna. Si masala ya historia kwamba walikuwepo hapa Wakristo wana history wana kanisa lao, nafunguliwa. Sasa imekuwa hawa ndugu zetu. Mayahudi ni ndugu zetu. Sisi shida yetu ni hawa majusi. Maanake ina kumebadilishwa siku hizi. Zamani kwa kiambiwa ni Shia nini, sasa hivi hasa neno Shia tumiki tena, unkuliwa nani? Majusi. Waabudu moto. Kisha la kusikitisha, wallahi ulimwengu huu huamkuliwa ulimwengu wa elimu, ukamsikia mtu huamkuliwa msomi na ukezie kwenye mimbari mara nyingine uzungumza, ambao yeye ukezie mezani amesaini mkataba na Mayahudi, huwaambia watu wale ndugu zao Mayahudi. Sijui umenifahamu vizuri sana. Yeye nchi yake na mafalume wake na mashehe wote walioko kwenye ile nchi ushangilia kuketiwe mezani, kusainiwe mikataba na Mayahudi, kutolewe visa, Mayahudi wangie huku, hatutaki zita, tufanye nini. Kisha yeye kwambia, muona wale wapinga Mayahudi wale ndugu zao Mayahudi. Katika tunavyopotezwa kifikra katika ulimwengu ya. Ndio ile mifano ndio kuambia siku ile hapa ya chuoni. Mwakumbuka chuoni? Kwa soma ile bismillahirrahmanirrahim, pap jamaa amekutia ngoto nyuma. Ukisikia ngoto imekuwasha ukazunguka. Zunguka uoneshwa chanda ukaulizwa nkipi? Ukinena nini ukikwambia sicho, zunguka tena. Pejwa ya pili. Tumefahamiana? Yaani twatezewa kwa kiasi wewe ule anayekupiga warudi wampa yeye uamuzi wa kukutauza ni kipi kilichokupiga. Sisi tumefahamiana jamani, ni vizuri sana. Hii ndio kadhia ya Quds. Si masala ya kwamba watu hukwambia nyinyi huya Ramadhani mpaka Ramadhani mkafanya Quds Day, mkafanya maandamano ndio mmeikomboa Falastini. Falastini pia haikutekwa kwa siku moja, ilipangiwa mikakati kwa miaka 50. Wasema wana historia, Mayahudi mkutano wa kwanza walokutana kupanga kuiteka Falastini, walipanga mkakati wa miaka 50 kwamba baada ya miaka 50 ndio tutakuwa tushaimiliki. Na sisi kutaka kuikomboa Falastini tunataka mkakati wa miaka mingapi? 50. Wao walipopanga mkakati wa miaka 50 walianza wapi? Waliona hatuwezi kutawali paka mwanzo tuande na hili kisha na hili, kwanza tutume watu wetu kama watalii ndio kanunue zishamba kule, tutume watu wetu kama watalii ndio kanunue majumba, tubadilishe demography kidogo na population, tufike wakati tuwe nusu kwa nusu, ifike wakati gavana tutampata hatumpati mara hii, senator tutampata hatumpati mara hii, kiti tunacho ama hatunacho mara hii, sasa sijui mmejiona jamani nini? Na strategy yenyewe ni 2027. Maana waizungumza wenyewe kwenye zinwa zao ya huku kwetu. Si hii iliyopita wala si 2022. Hizi zilizopita tulizozikosa ni mistake yetu, si mipango yao. Lakini mipango ni 2027. Na ikiwa na hilo bomu la poti lishalipuliwa, kumeingia tena watu kama 400,000 500,000, jisahauni kwamba nyinyi mnahesabu. Watu hili ndio watakawalione. Ile poti haito create tu opportunity za kazi mnazozingoja. Ile poti italeta umati. Na umati utakaokuya si nyinyi. Kwa hivyo ikiwa sasa hivi population ya Lamu County ni 120,000 mathalan, kesho imepigwa poti Mtaibo, imeanda imevuliwa cheni, tumekuwa ni watu 300,000, watarajia 180,000 nkina nani?
Kisha jiulize sasa, ugavana utapatikana vipi? Senate atapatikana vipi? MP atapatikana vipi? Calculation ziko wazi hizi, watu wataka wazipige. Usiangalie upande mmoja tu, wasije watu kuwaonesha poti tu itawapa kazi, iwaoneshe na poti wapo kwenye namui kabisa, si wenu tena. No way. Ndio utakuta leo hakuna mbunge wa Mvita atakwenda kinyume na matakwa ya Raila. Nazisomeni uzuri sana kama mwazisoma siasa. Hata kama babake alikuwa na historia na mrengo mwingine. Kwa sababu gani? Kwa sababu kura zinaotoa maamuzi ya wewe kuwa mbunge pale ni kura za Raila. Sijui mmenielewa vizuri sana. Zisomeni hizi siasa, mziangalie Mombasa kule kwenye poti. Yandeni pale kisha muje na huku. Turudi kwenye kadhia sasa, kwenye tunaposema sisi Waislamu wakaja wakaoneshwa sasa adui ni mtu mwingine. Investment, mikutano, pesa, nguvu, maspika. Tukanano. Wayahudi usafiri na chombo taratibu apita. Israeli yapanuka leo imekuwa na soko Imarat, leo imekuwa na soko Bahrain, leo imekuwa na soko Oman, leo ina soko ya siri Saudia, leo security zinaulinda mpaka haji ni kampuni za Israeli. Haya mambo nataka muyafuatilie, muyatafiti, msiyapokee tu kutoka kwangu. Kwa hivyo security yote ya Middle East iko kwenye mkono wa nani? Wa Israeli, na wao ndio wanena huyu aangushwe, huyu abakishwe, huyu abaki kuwa mtawala, huyu abakishwe, kwa hoja ya demokrasia na haki za binadamu. Na ndio mtaona leo kila nchi inaopijwa na ilovurugwa ni nchi ambayo ni threat kwa Israeli. Yaman ni threat kwa Israeli, Syria ni threat kwa Israeli, Libya ni threat kwa Israeli. Lakini huku wafalume hurithi kama kurithi nguo ya nyumbani, hakuzungumzi kabisa demokrasia. Nyinyi mmewahi kusikia hata maandamano ya watu 10? Angaliani hizi nchi za kifalume zote ziandameni kutoka mwisho. Saudia, Imarati, Kuwaiti, Bahraini, Qatar. Kule demokrasia mashallah, mimi mwambia kila siku, demokrasia mpaka ukitaka kuliwa pia ufanywa vote. Huku kufanywa hapo voti kubadilikao maraisi, hakuna demokrasia. Ndio wale waziri mmoja wa Saudia katika Umoja wa Mataifa apanda mimbar asema twaitaka Irani itekeleze haki za binadamu na nini na demokrasia. Waziri Dharifa akamjibu akamwambia, ni kukosa haya ulimwenguni kupata wewe mimbari ya kutuedhea sisi demokrasia. Ni watu wamezokosa haya kiasi kikubwa ulimwenguni. Leo Saudia atahusia watu kuhusu nini? Demokrasia. Sasa hapa ndipo Quds tunataka tuielewe jamani. Si ya hasira, si ya laanatullah ya kuapizana. Quds kufahamu tatizo lako ni lipi, adui yako ni nani, na unapotaka uwekeze mapambano yako mbapi hapa. Na ndio message kubwa ya Quds. Sisi twaweza kukhtalifiana kisiasa, tuna mikao ya kisiasa, lakini mikao ile ya kisiasa isitukoseshe mwelekeo kujua tunapotakikana tupambane kihakika wapi. Tusitumie nguvu sisi kwa sisi, tusitumieni mambo ya kumalizana sisi kwa sisi, kwa sababu hakuna atakayekubaki kwa kummaliza mwenzake. Hiyo watu wakate shauri. Usione kwamba wewe utatumia spika, utatumia nguvu ummalize mwenzako, kwamba wewe utabaki. Tutakwenda sote tanda mamani. Na dalili zimeonekana, dalili ziko wazi leo. Kila mtu akwambia Muyu atutoka Muini, Muyu atutoka mikononi, county atutoka mikononi. Suluhisho leo pale tulipokuwa tukiwaambia umoja ni muhimu, ni haya. Nyinyi mkiona kwamba ni ujabari mno wewe kuwaiwa kutoka na madhahabu,
ni uhodari mno kwamba wewe wajua kushambulia wendani wako, ando ulinde mui. Sasa uangalie, hatuwezi kufanya umoja wa kutezana shere. Mimi binafsi kama huamini mimi ni Muislamu, sina nafasi ya kuketi na wewe kwenye kiti. Hiyo ni nukta muhimu sana watu watakaelewa. Sina nafasi ya kuketi na wewe kwenye kiti kujadili matatizo ya ununuzi. Tukubaliane sisi ni nani, tukhtalifiana, nipotoshe niyo nini, lakini tusitezane shere. Usije kunitumia wakati utakapo mimi huambia maneno kila siku. Sije tutaki kutumiana, tunataka ikhlasi katika umoja kukomboa ununuzi, na hakuna mtu peke aweza kukomboa ununuzi. Ni lazima tushikane mikono sote, kwa makabila yote na kwa madhahabi yote na kwa tabaka yote. Tukianza kugawanyana kimadhahabi, tukianza kugawanyana kikabila na kutengeneza zombo za kikabila, twachangia kudidimia hunumui, hatusaidii chochote katika kuuinua hunumui. Na hizi ni zitu mtakuja kunikumbuka kuna siku, kama niko hai ama siko hai. Peke yake ni umoja wetu, undugu wetu. Adui yetu nani? Mapambano yetu yako wapi tuweze kuyatapilia? Haya kwa ufupi ndugu zangu, ndiyo mawili matatu ndio nataka kuyazungumza katika Quds Day. Nirudi katika Ramadhani, tutumie saumu zetu kusafisha akili zetu, tuyaone mambo kwa uhakika. Tupunguzeni hamasa, tupunguzeni mambo ya kwenda kimsobe, tuzingatie, tuangalie vijana zetu, tuwatia nini. Mimi na wewe tumekwisha wakati wetu. Muhimu ni hawa generation wanaokuya, kuna muongozo gani wameatiwa? Wameatiwa muongozo wa umoja? Hakuna. Wameatiwa muongozo wa leadership? Hakuna. Wameatiwa muongozo wa kujilinda? Hakuna. Wameatiwa hisabu kila kitu. Ndio huenda kama watu wasiokuwa na mtungi. Tuitumieni saumu katika kusafisha hisia zetu na nini zetu, na tumuombe Mwenyezi Mungu. Ili ni juma la mwisho, hatujui kesho tutakuweko ama hatutakuweko. Ramadhani itakayokufuatia tutakuweko ama hatutakuweko. Hapa msikitini tulikuwa na wangapi? Leo hatuko nao tena. Hapa Muini tumezika wangapi kipindi hiki? Wengine ni wazazi wetu, wengine ni ndugu zetu, wengine ni marafiki zetu, wengine ni makaribu wetu, wengine ni majirani zetu. Kila mtu akizunguka tu yeye binafsi kuangalia huku na huku, atakuta watu 5, 6, 7 amewakosa, ambao ni watu wake, sawa kiujamaa, sawa kiurafiki. Suala mimi na wewe, kesho tutaweza kuwa tuzungumziwa hapa msikitini kwamba fulani tulikuwa naye hapa. Ngumi ya mwisho yaweza kubadilisha mambo mengi. Ndugu zangu, mimi nafsi yangu na nyinyi alochelewa kuipatiliza Ramadhani, leo ni tarehe 24, bado tuna siku 5 ama 6, au kwa wale ambao leo ni tarehe 25 bado ana siku 4 ama 5. Almuhimu tuna siku 4 garanti zimebakia. Garanti sisi kubaki zimebakia kwenye Ramadhani. Garanti ya kubaki sisi ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakuna mwenye garanti. Lakini tuna hakika kuna siku 4 za Ramadhani. Je, tutabahatika kuzipata? Ni matarajio yetu. Wanadamu kila mtu ana matumaini ya kuishi. Je, twaweza kuziba nyufa ambazo tuliochelewa? Twaweza. Tafadhalini tuwateni mila zimezotawali na dasturi. Ramadhani ikifika mwisho hutupa kila kitu sisi. Ajabu, watu wamezungua 10 la kwanza huwa na nishati zaidi, 10 la mwisho tukakosa nini? Nishati. Ambao 10 la mwisho ndio tunataka tuwe na nishati zaidi ya kusoma Qur'ani, ya kusoma dua, ya kuendelea na amali, ya kuomba toba. Huenda siku 3 zako za mwisho za mwezi wa Ramadhani zikabadilisha maisha yako yote katika hii dunia. Siku moja Lailatul Qadri khairun, iko siku hizi
Yani wewe ukafaulu kuipata Lailatul Qadri, umeweza kubadilisha miaka 83. Miezi 1000 ukipiga calculation ni miaka 83. Ni nani katika sisi tulioko hapa msikitini sote unatamaa baada ya hapa kuna na 83 tena? Kuanzia vijana sasa mpaka watu wazima, hata sisi hata hawa wenye miaka 10 na 15 na 20, iko tamaa utapata tena 83. Mashini made in China hizi iko. Kwa hivyo wewe Lailatul Qadri wabadilisha maisha yako kwa kipindi cha miaka 80 na ngapi? 83. Patilizani ndugu zangu, tupatilizeni sote siku 3-4 zilizobakia, na tuhutubu mwezi wa Ramadhani kama alivyohutubu Imam Zainul Abidin katika siku kama hizi za leo, akiuaga mwezi wa Ramadhani akiuambia assalamu alayka, ewe mwezi wa Mwenyezi Mungu mkubwa, ewe idi ya mawali wake, assalamu alayka, ewe rafiki bora mkarimu, rafiki bora tumezoandamana naye kwa siku 30, ambaye ametupa kila neema katika wakati wetu. Assalamu alayka, ewe mwezi bora na siku bora na masaa bora. Assalamu alayka, ewe mwezi ambao umekurubia ndani yake matumaini yetu kufika. Kila mtu ameboresha matumaini yake. Assalamu alayka, ewe mwezi ambao watuhuzunisha kiasi kikubwa kukosa. Assalamu alayka, ewe mwezi ambao ulikuwa ni pumbao katika majumba yetu, ni pumbao katika misikiti yetu, ni pumbao katika mitaa yetu, ni pumbao katika maspika yetu. Tukisikia Qur'ani, tukisikia mashahada, tukisikia istighfar, tukisikia kutajwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ilikuwa ni pumbao kwenye mui, ili tuondoshea mengi sauti za ukorofi ambazo zilikuwa zikijaa. Wewe kila upitapo wasikia astaghfirullah, kila upitapo wasikia ashhadu an la ilaha illa Allah, kila upitapo wasikia Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa, mpaka mwisho. Assalamu alayka, ewe ulotuilia sisi na baraka na ukatuosha sisi na uchafu wote wa madhambi. Assalamu alayka, twakuaga lakini hatutaki kukuata. Assalamu alayka, twakukosa na wakati twakutaka. Assalamu alayka, ni maovu mangapi tumeondoshewa kwa ajili yako, ni mashetani wangapi tumeepushiwa kwa ajili yako, na ni kheri ngapi tumeetewa kwa ajili yako. Assalamu alayka ya shahra Allahil akbar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatakabali dua zetu, zisimamo zetu, saumu zetu, zisomo zetu na kila kitu kimoja. Kuna kitu si mazoea yangu, mutanisamehe hiyo. Kuna ukhti yangu amenitumia hichi kikaratasi, ilikuwa ni kinene mwisho wa nini, lakini kimenigusa hisia sana. Amenambia niwaombe nyinyi, ni mtumwa mimi, niwaombe nyinyi. Amenambia assalamu alaikum, ni ukhti simujui nani. Assalamu alaikum ndugu zangu Waislamu, mimi ni binti wa Kiislamu, nimekaa kwa muda ndani ya ndoa mrefu sana, natamani siyapata kijana, na kuomba ustadh uwaambie kwa siku yeo takatifu watu walioko msikitini, kila anayeomba dua anitilie na mimi nia, Mwenyezi Mungu anipe mwana wa kheri. Kwa hivyo tumuombeeni na yeye Mwenyezi Mungu tusimsahau katika zitu kama hizi, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatujalia min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala yaqul wa biqawlihi safa'u qulubi adh-dhakirin fa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qa'ilin 'alim fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم، وصفى قلوبنا بصفاء الذكر الحكيم، وجعل منقلبنا إلى جنات النعيم. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.